Kwanza ifahamike, kukamatwa kwa viongozi hawa wa kisiasa si jambo lililoanza jana. Sio jambo lililotokea kwenye utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lazima tufahamu, rudieni kwenye historia. Mambo ya kukamatwa viongozi limeanza muda mrefu sana. Viongozi wamekamatwa, tulikuwa na hata Mbowe juzi tu kwenye utawala wa Mzee Jakaya alikamatwa. Ukirudi nyuma viongozi mbalimbali wamekamatwa, wamepita viongozi hapo na kina Sheikh Sharif Hamadi wamekamatwa. Utakumbuka wako Waislamu wa Zanzibari walishakimbia mpaka nchi hii wakaenda kuishi Mombasa. Kwa hiyo jambo linapokuja kutokea leo kwa Rais Samia lisije likaonekana kama jambo jipya. Ninachoweza kusema tusifike mahala tukamuonea Rais Samia, na hasa kwa ule uungwana wake, ustaarabu wake. Hili si jambo la sawa, kwa sababu Waislamu kwa muda wote wa maisha yao katika nchi hii hawakumbagua rais hata akiwa Mkristo. Hawakumbagua rais. Sasa hivi viashiria, mimi nikiwa kiongozi wa kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza, nakemea viashiria, napiga kelele kwa maana kuziwia viashiria. Hivi viashiria, mtakumbuka nyewe ni mashahidi. Wakati wa utawala wa rais wa awamu ya 4, tulishuhudia hapa viongozi wa dini wanaweza kusimama wakamtukana rais, wakatoa ushauri, wakaandika mawaraka na kadhalika. Baadhi yao wanaweza wakafanya hivyo. Lakini hatukuyashuhudia haya walipokuwa Rais Benjamin William Mkapa. Hatukuyashuhudia hayo alipokuwa rais ni John Joseph Pombe Magufuli. Kwa nini yashuhudiwe vipindi ambavyo watawala ni Waislamu? Unajiuliza, ukiwa na akili salama unaanza kujiuliza. Sasa haya ndio ninayoyakemea. Mkianza kufungua mlango huu wa Tanzania hawa kujiuliza, kwa nini iwe wakati wa utawala wa Waislamu? Na ikiwa mtawala ni Mkristo, haya waraka kulaniwa kwenye mimbari hakupo. Mtaweza kuibua kitu kibaya, itafika mahala na Waislamu watasimama, tutakuwa tumeigawa nchi chonde. Kwanza mitandao ya kijamii ni jambo halizuiliki kwa sababu ndio jambo lipo. Wanasema ndio qadhiyatu saa. Mtu hayo mstaarabu mpaka atoke kwenye mitandao ya kijamii. Wakati mwingine mitandao ya kijamii hutumika hata kutukanana. Tumeenda mbali hata sisi wenyewe viongozi wa dini. Mimi naweza nikasema hivi, akasema kiongozi wa dini mwingine kuna kitu siku hizo wanaita radi, akaniradi. Ni mambo ya kawaida na huwezi kuyachukia, ndio yapo sasa. Japokuwa tunaendelea kuhusia kwamba mfano vijana wengi wanaotumia mitandao ya kijamii watambue mitandao ya kijamii sio anasa, bali mitandao ya kijamii kwa sasa ni kifaa cha kazi. Itumike vizuri kutuletea maendeleo, kutuletea ustaarabu, kutujengea uelewa, kuzidisha utaalamu wetu na kadhalika. Kwa mitandao ya kijamii hii ikitumika vizuri inajenga nchi, inaimarisha nchi. Lakini ikitumika vibaya itabomoa nchi. Usia wangu mimi, mfano kanisa Katoliki, narudia tena, ni kanisa na uliheshimu sana na naahidi kuendelea kuliheshimu. Lakini nachohofia ni hizi cheche. Wanasema mwanzo wa ngoma ni lele, lakini mwanzo wa moto ni cheche. Ikitokea tunaruhusu kwamba unaweza ukasimama ukamkemea labda rais, ukaikemea serikali hiyo madarakani, wakati sisi viongozi wa dini tumepewa nafasi ya kukutana na hawa watawala. Kwa bahati nzuri tunakutana nao, tunazungumza nao, tunawashauri na matokeo yanapatikana. Mimi najua yako maeneo kadhaa, ima msikiti ima makanisa yanayahitaji serikalini, na labda walikuwa wameyakosa kwa masiku kadhaa, walipokutana na watawala wakazungumza nao wakawapa. Yako mambo tulikuwa tunadai sisi kama viongozi wa dini, hatimaye tumepata haki hizo kupitia mazungumzo. Tunashindwaje kwenye hili kukaa na kuzungumza nao kwa nidhamu na kwa adabu kuliko kuzua kitu kingine? Kwa sababu hofu yangu ni kwamba ikizuka kitu kingine, likatokea jambo ambalo linaweza kusababisha kuwagawa Watanzania. Tanzania hawa, jamani, mimi nina hakika hichi kilichotokea cha kuamriwa mahakama kuamriwa kwamba iwatoe watu ndani bila masharti, hili sio kwamba ni Wakristo wote wanalikubali, sio wote wapenda amani wote wanalikubali. Wako watu ambao wanaona huku tumekwenda mbali zaidi. Mahakama ni chombo huru, kipewe nafasi yake, kitoe taarifa yake, kitengeneze haki zake na kifikie katika hatua ile ambayo